Na wasalimieni wote kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Unaweza kumpa mkono jirani yako, umtakie baraka katika siku hii ya leo. Mtakie baraka katika siku ya leo. Nimetafakari matendo makuu ya Mungu ambaye anayatenda wakati tunaendelea kumtukuza Mungu wetu, wakati tunaendelea kumsifu Mungu wetu, wakati tunaendelea kumuinua Mungu wetu. Nikaona natafakari matendo makuu ya Mungu ambaye anayatenda. Biblia kisoma katika kitabu kile cha Nyakati wa Pili, ile sura ya 5 na mstari ule wa 13, Biblia inasema waimbaji waliposimama kumsifu Bwana, wakiimba na kumsifu wakiwa wamesimama katika utukufu wake, hekalu lake likajaa utukufu, hata makuhani hawakuweza kufanya huduma nyingine. Shangilie Bwana kwa ajili ya hilo, kwa sababu Bwana alionekana katika hema lake. Sasa na mimi wakati tunamsifu Mungu, nilikuwa ninajiuliza, hivi Baba, sinatosha hii kwa kazi ambayo umeitenda mahali hapa? Tunastahili kumpa heshima na utukufu Mungu wetu. Lakini pia wakati ninaendelea kutafakari hilo, nikakumbuka neno lingine katika Nyakati hiyo wa Pili, ile sura ya 20 na mstari ule wa 20 kuanzia mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, vita si vyenu, vita ni vya Bwana. Haleluya. Mungu akamwambia Yoshafati, sikiliza, simama, waambie waimbaji wajipange vizuri. Biblia inasema walipomwimbia Bwana wamejipanga vizuri katika uzuri na utakatifu. Biblia inasema adui wa Amoni na wa Moabu na wa Seiri wote wakapigwa kupitia uimbaji wa waimbaji walioimba vizuri. Haleluya. Hivi na mimi sinitamke kupitia jina la Yesu Kristo kwamba kila adui wanaoweza kuinuka juu yetu, wa Moabu na wa Amoni na wa Seiri, wakapigwe waliosimama juu yako. Mshangilie Bwana kwa ajili ya utukufu wake. Amen. Haleluya. Amen, amen. Uimbaji una faida kubwa sana. Sifa na maabudu zina faida kubwa sana. Ukiona unashindwa kumwabudu na kumtukuza Mungu, sijua kwamba kuna mapungufu makubwa. Nakumbuka historia kubwa isiyokuwa ya kawaida. Historia, Mungu anawaambia wana wa Israeli, ili kuta za Yeriko zibomoke, sio kuleta nyundo wala shoka wala vitu vingine. Simameni imara, mshangilieni Bwana Mungu wenu, na kuta za Yeriko zitabomoka. Nami natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila ukuta uliosimama mbele yako na ubomolewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na ubomolewe kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Haijaishia hapo. Ninakumbuka historia sio kwa ya kawaida. Watumishi wa Mungu wamewekwa gerezani, wakina Paulo na Sila, wakagundua hakuna mbinu nyingine, mbinu ya kuweza kufungua minyororo iliyotufunga ni kumwimbia Mungu wetu na kumsifu. Biblia inasema wakamsifu usiku wa manane, minyororo ikafunguka, milango ikafunguka. Nami natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila mlango uliofungwa na kila minyororo iliyofunga kwa jina la Yesu Kristo iachilie mara moja. Wana wa Mungu wamshangilie Bwana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mbingu zikutendee makubwa katika siku ya leo. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Amen. Tulia basi mahali ulipo. Amen. Kaa na Mungu akuhudumie. Haleluya. Ninatafakari niseme nini leo, maana ninaona kazi ya Mungu imeisha fanyika. Kazi ya Mungu imeisha tendeka. Ijumaa kuu ni kutafakari
safari ya Yesu Kristo ya uokovu. Si ndio? Ijumaa Kuu ni kutafakari safari ya Yesu Kristo ya uokovu. Haleluya. Uokovu ambao tuliupata kwa gharama kubwa sana. Uokovu ambao una thamani sio kwa ya kawaida. Leo Ijumaa, na kuombea Mungu akusaidie, akupe kutafakari safari ya Kristo ya kuleta uokovu duniani. Amen. Mungu akupe kutafakari. Leo ni siku ya tafakari. Hebu vuta kumbukumbu. Lete kwenye ubao wa moyoni mwako. Uitazame safari ya Kristo ya kuleta uokovu kwako na kwangu. Hebu itafakari ni safari ya namna gani? Itafakari ni safari ya namna gani? Haleluya. Ndio maana nimshukuru bishop wangu, zazi wangu, kwa kuamua kwamba hata leo na sisi tuungane na Kristo katika kufunga leo, kwamba tusile chochote leo. Ninakumbuka hata safari ya Kristo ya kuleta uokovu, aliambulia mkate aliyoula siku ya Alhamisi. Si ndio jamani? Kuna chakula kingine alichokula? Nikareka mkate alikokula Alhamisi jioni. Kakampa nguvu ya kufanya safari ya kuleta uokovu duniani. Mshangilie Bwana kwa ajili ya hilo. Mwambie jirani yako, Mungu akubariki kama umeungana na Kristo katika safari ya uokovu. Mungu akubariki kama umeungana na Kristo katika safari ya uokovu. Haleluya. Amina. Amina. Niwapongeze sana waimbaji. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Baba, Mungu akubariki sana. Kanisa limejawa vipawa sio vya kawaida. Kanisa limejawa, lakini ukiona kitu kipo ujue kuna chanzo chake. Biblia inasema misingi kiharibika, wenye haki watatenda nini? Ujue kwamba kuna chanzo chake. Yaani umenikumbusha mbali sana. Yaani nimekumbuka, nilikuwa nimekaa hapa nakumbuka mbali sana. Kila nikiangalia nakumbuka safari yako ya huduma. Nakumbuka mama nilikuwa namwangalia pale yuko napiga mneso. Kuna na kawimbo kingine wameimba wale. Wamesema damu ya Yesu yatusafisha. Nikamkumbuka enzi zile na miaka ile. Nikasema kumbe bado Yesu anafanya mambo makubwa. Ukiona vitu vipo ujue kwamba kuna chanzo chake. Na wewe nakutakia uwe mwanzo wa baraka katika nyumba yako. Na uzao wako uwe na baraka. Na uzao wako uwe na kumtumikia Mungu. Lazima pawepo na misingi. Haleluya. Huyu baba yake alikuwa ni mwimbaji hatari. Mama, baba yake alikuwa ni mwimbaji hatari. Kwa hiyo kila kitu kina misingi yake. Haleluya. Mungu awabariki sana. Sasa nimeona wanabadilishana vipawa tu, wanashusha tu kumbe humu ni hatari. Ukiachilia kila mmoja vitashuka hapa mpaka jioni. Mungu awabariki sana. Amen. Na wewe ambaye hukusimama usibaki hivyo hivyo. Mwambie Mungu, na mimi nataka nisibaki hivyo hivyo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa leo kwa kuwa ni siku ya safari ya ukombozi ya uokovu wetu, nilipokuwa namuomba Mungu alinipa neno la maandalizi, kwa kuwa ni semina nizungumzie habari za uokovu. Habari za uokovu. Naomba kwa muda mfupi, yani nilitaka kwamba niishie hapa tumshukuru Mungu. Kabisa. Pasa. Yani nilikuwa nimetamani kama angeniruhusu angesema mchungaji kapumzike, baraka tumeisha pata. Bwana, kuna kingine hapo. Sasa kwa sababu hajasema na mimi kama wataalamu wanasema kama Biblia haikusema na wewe usiseme. Maana ukisema utakuwa unaongeza ya kwako. Sasa yeye kwa kuwa amenyamanza, hajatamka, sasa nifanyeje? Inabidi niendelee. Lakini kama angetamka ningenyamaza. Jina la Bwana libarikiwe. Basi wale tunaoandika somo letu linasema uokovu.
Leo ni Ijumaa kama nilivyosema. Ni safari ya kukumbuka uokovu wetu. Amen. Ni safari ya kukumbuka uokovu wetu. Sasa hebu tuandike haraka haraka kwa sababu ni semina. Hebu tuandike haraka haraka. Andika maana ya uokovu. Maana ya uokovu. Uokovu ni nini? Uokovu ni hatua ya kutoka mautini kwenda uzimani. Uokovu ni hatua ya kutoka mautini kwenda uzimani. Haleluya. Namba 2, uokovu ni badiliko la wazi. Namba 1, uokovu ni hatua ya kutoka mautini kwenda uzimani. B yake, uokovu ni badiliko la wazi. Andika vipengele hivi. Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 24. Yohana sura ile ya 5 na mstari wa 24. Na Yohana wa kwanza sura ile ya 3 na mstari ule wa 14. Yohana sura ya 5 mstari wa 24. Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 14. B. Uokovu ni badiliko la wazi. Andika Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 21. Andika Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 21. Andika Luka sura ya 15 na mstari wa 17. Asante. Msomaji wangu, twende haraka haraka ili kwamba nikomboe muda. Msomaji wangu, twende haraka. Yohana 5:24 Biblia inasema, ndiyo, amini amini nawaambia, ndiyo, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, ndiyo, yuna uzima wa milele, ndiyo, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Bali ametoka mautini kuingia uzimani. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wokovu ni kutoka mautini kuingia uzimani. Tuna bustani mbili kwenye Biblia, si ndio? Bustani ya kwanza ya Adamu na Hawa ilipatikana mauti. Lakini tuna bustani ya pili ni ya Gethsemane, ulipatikana uokovu. Haleluya. Mshangilie Bwana kwa ajili ya hilo. Bustani ya kwanza palipatikana mauti, lakini bustani ya pili palipatikana uzima. Na hiyo tunatembea na hiyo. Yohana wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 14. Soma msomaji. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 14 Biblia inasema, ndiyo, sisi tunajua ya kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ndiyo. Kwa maana twawapenda ndugu. Amen. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Mungu atusaidie sana. Amen. Yeye asiyependa anakaa katika mauti. Tunajua kwamba tumepita kutoka mautini kwenda uzimani. Haleluya. Hiyo ndiyo kazi ya wokovu. Namba 2, B yake, naenda haraka, wewe andika, utatafakari, utasoma mwenyewe. B yake inasema wokovu ni badiliko la wazi. Yakobo sura ya kwanza mstari ule wa 21. Yakobo sura ile ya kwanza na mstari wa 21 Biblia inasema, ndiyo, kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio. Ndiyo. Na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, ndiyo, liwezalo kuziokoa roho zenu. Amen. Amen. Luka sura ya 15 na mstari ule wa 17. Luka 15 na mstari wa 17. Ndiyo. Biblia inasema, ndiyo, alipozingatia moyoni mwake, ndiyo, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu, ndiyo, wanakula chakula na kusaza, ndiyo, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Ndiyo. Endelea. Mstari wa 18. Ndiyo. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako.
Mstari wa 19, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Ubarikiwe na Bwana. Hatua ya pili ni nini? Ni badiliko la wazi. Tunaelewana vizuri? Amen. Mtoto huyu historia yake tunaijua, siwezi nikareza zaidi, lakini tunakumbuka jinsi alivyoenda kinyume na mapenzi ya baba, lakini akaamua kubadilisha mtazamo wake, akabadilisha fikira zake, akarudi, akatengeneza badiliko la wazi la kurudi kwa baba. Haleluya, haleluya. Na Biblia inasema pale mwisho kwamba baba alimpokea na kumvika mavazi mapya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea, andika namba 2. Andika B sasa. Hatua ya kwanza ya wokovu ni kuzaliwa upya. Hatua ya kwanza ya wokovu ni kuzaliwa upya. Hatua ya kwanza ya wokovu ni kuzaliwa upya. Andika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 na mstari ule wa 17. Unaongeza pia ni kubatilisha mambo ya kale. Pia ni kubatilisha mambo ya kale. Wakolosai sura ile ya 1 na mstari ule wa 13. Wakolosai sura ya 1 na mstari ule wa 13. Tusome. Hatua ya kwanza ya wokovu ni kuzaliwa upya. Nisomee msomaji. Haleluya. Ndi, amen. Waraka wa pili kwa Wakorintho sura ile ya 5 na mstari wa 17. Ndiyo. Biblia inasema, ndiyo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen. Rudia. Biblia inasema, ndiyo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tazama yamekuwa mapya, na yawe mapya kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Hatua ya kwanza ya wokovu ni kuzaliwa upya. Haleluya. Ya kale yanafanyaje? Yanapita, unakuwa kiumbe kipya. Amina. B yake ni kubatilisha ya kale. Kolosai 1:13. Wakolosai 1:13 Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Simama hapo. Naomba niulize hapo, kuna maneno kama 3, si ndio? Mmeyafuatilia. Jambo la kwanza alifanyaje? Alituokoa katika nguvu za giza. Katika nguvu za giza. Jambo la pili, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana. Hapo ndio ualimu nataka hivyo. Jambo la pili, alituhamisha. Jambo la kwanza alituokoa. Na jambo la pili akatuhamisha. Si ndio? Ndio. Tumehamishwa ndugu zangu. Tumehamishwa. Mwambie jirani yako, umehamishwa. Umehamishwa. Hauko kwenye nguvu za giza tena. Haupo kwenye nguvu za giza tena. Haleluya. Amen. Lakini jambo la 3 anasema, na kutuingiza katika ufalme wa mwana. Akatuingiza katika ufalme wa pendo la mwana wake. Kwa hiyo tumeingizwa katika ufalme. Na mtu akiwa katika ufalme, na yeye ni nani? Ni mfalme. Ni mfalme. Haleluya, mchapie Bwana. Amen. Ukiwa katika ufalme, na wewe ni nani? Ni mfalme. Ni mfalme. Ukisoma ile Ufunuo sura ya 5 na mstari wa 10. Hebu nisome hapo haraka haraka. Inasemaje? Ufunuo 5 mstari wa 10. Ufunuo wa Yesu Kristo kama ulivyoandikwa na Yohana Mtakatifu 5 na mstari ule wa 10. Ndiyo. Biblia inasema, ukawafanya kuwa ufalme na ukawafanya kuwa ufalme
na ukuhani na wakuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Haleluya, amen. Unaweza ukainua mkono ukasema wanamiliki juu ya nchi. Wanamiliki juu ya nchi. Mimi na wewe tunamiliki. Amen. Baada ya kukombolewa, baada ya kutolewa katika utumwa, tukahamishwa, tukaingizwa katika ufalme, tunamiliki. Amen. Tunamiliki. Amen. Na Mungu akupe kumiliki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Usitembee kinyonge. Usitembee kinyonge. Hapana. Tembea kama mwana wa Mungu naye miliki. Amen. Tunamiliki. Amen. Haleluya. Tunamiliki. Yes. Haleluya. Amen. Hivi kwa kweli unalielewa hilo kwanza? Unalielewa hilo? Unajua tatizo, hatuwezi kuelewa kazi ya uokovu wa Yesu Kristo. Hatuwezi kuielewa. Na kama usipoelewa huwezi ukaisamani. Sikiliza, kuna msemo unasema maana ya kushukuru ni kusamini kile ulichotendewa. Usikiwa hujui ulichotendewa, huwezi ukashukuru. Na kama ukisamini, huwezi ukashukuru. Haleluya. Na sisi tukijua thamani ya uokovu wa Yesu Kristo, mahali ulipotutoa na mahali ulipotuweka, tuna haki ya kumshukuru Mungu wetu. Haleluya. Ndiyo maana wakati tunaimba nimefurahi sana wakati tunamsifu Mungu kwamba tunaelewa kazi ya Golgotha. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tuendelee. Tulikuwa tunaangalia kipengele namba 2, si ndio? Ndio. Hapa tunaunganisha na swali linasema, kwa nini watu wanasema tumeokoka na huku wanatenda dhambi? Andika swali hilo. Kwa nini watu wanasema tumeokoka na huku wanatenda dhambi? Kwa nini? Kuna swali hapo la kujiuliza. Kwa nini watu unaweza ukashituka, mtu anasema nimeokoka, kesho anafanya mambo ya ajabu ya kuaibisha yasiyokuwa ya kawaida? Kwa nini? Tupate jawabu lake linasemaje. Andika Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 6. Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari ule wa 6. Haleluya. Jawabu lake liko hapa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 6. Ndiyo. Biblia inasemaje? Kila akae ndani yake hatendi dhambi. Kila akae ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Basi rudia hapa. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Rudia pale. Kila akae ndani yake hatendi dhambi. Kila akae ndani yake hafanyeje? Hatendi dhambi. Kwa hiyo tatizo la kutenda dhambi linatokana na nini? La kutokukaa ndani yake. Ukiona mtu anatenda dhambi hajakaa ndani ya Yesu. Tunaelewana vizuri? Ukiona dhambi na kusumbua wewe, ili isalimike ni kwenda ndani ya Yesu. Haleluya. Nikawa nakumbuka nikachukua mfano wa kuku na vifaranga vyake. Si sawa? Mlishaona kuku na vifaranga vyake? Kuku akiwa na vifaranga vyake, akijua kwamba kuna hatari, anaviatamia, si ndio? Anavifunika kwa mbawa zake. Lakini pamoja na kwamba vile vifaranga vya kuku vimeenda chini ya mbawa za mama yake, lakini ulishachungulia ukafanya utafiti, kuna vifaranga vingine ni bukorofi. Kazi yake unafanyaje?
bunachungulia kwa, unaona bunapenua mabawa ya mama yake, bunachungulia kwa nje. Kuna na Wakristo wengine kazi yao ni kupenua mabawa ya Yesu, wanachungulia kwa nje. Yesu, acha kutufunika, tuangalie kule kwa nje. Mwambie jirani yako, acha kuchungulia kwa nje, utakuwa mtenda dhambi. Acha kuchungulia nje, utakuwa mtenda dhambi. Maana dhambi zinatokana na nini? Na nje. Nje kuna tamaa, nje kuna mambo mbalimbali. Haleluya. Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Tukae chini ya mbawa za Yesu Kristo, tufunikwe na Yesu, hakuna kitakacho tugusa. Ulishawahi kuona mfano mmoja, ukitaka kujua kwamba ukiwa ndani una ulinzi mkubwa? Ulishawahi kuona kuku au ndege wanapenda panzi? Sasa chukua panzi, weke ndani ya chupa, alafu funika, weke kwenye zizi la kuku. Wataanzia asubuhi wanadonoa mpaka jioni, lakini panzi yuko wapi? Ndani ya chupa. Anafanyaje? Anarukaruka, anaenda huku, anarukia zake huku. Kuku kwenye chupa mpaka kufika jioni midomo ilishachubuka. Na shetani atachubuka kwa jina la Yesu Kristo. Na shetani atachubuka kwa jina la Yesu Kristo. Tukikaa ndani ya Yesu hatuwezi kutenda dhambi, hata shawishi namna gani, maana tuko ndani ya Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Niombe tuendelee. Andika kipengele kinachofuata. Ni namba ngapi? Namba 2, namba 3. Namba 3. Mtu ambaye hajaokoka anaitwa mfu. Mtu ambaye hajaokoka anaitwa mfu. Hivyo mfu hawezi kumhubiri mtu mwenzake. Kama hatujaokoka, tutawahubirije wengine uokovu wa Yesu Kristo? Andika Waefeso sura ya 2 na mstari wa 1 hadi wa 6. Andika kipengele namba 4, tuendelee, tutasoma. Nikomboe muda. Kipengele namba 4. Andika B ya kipengele hicho. B, hiyo ni A. B, tofauti kati ya aliyeokoka na ambaye hajaokoka sio vitu, bali ni Kristo ndani yake. Tofauti kati ya aliyeokoka na ambaye hajaokoka sio vitu, bali ni Kristo ndani yake. Zaburi ya 20 mstari wa 7. Zaburi ya 20 mstari wa 7. Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari ule wa 6. Naomba msomaji wangu nisomee hapo. Zaburi 20 mstari wa 7, Matendo ya Mitume 3 mstari wa 6. Haraka. Haleluya. Zaburi 20 na mstari wa 7. Ndiyo. Zaburi 20 na mstari wa 7. Nimesema tofauti kati ya aliyeokoka na ambaye hajaokoka sio vitu, bali ni Kristo ndani yake. Zaburi 20 na mstari wa 7, Biblia inasema, ndiyo, hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Rudia tena hapo wasikie. Hawa wanataja magari na hawa farasi. Na hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana. Bali sisi tunalitaja jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Hawa wanataja vitu, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tofauti ya watu ya mtu aliyeokoka na asiyeokoka sio vitu. Tofauti ni nini? Tofauti ni Kristo ndani yake. Haleluya. Unatembea kifua mbele. Matendo ya Mitume 3. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 6.
Ndiyo. Biblia inasema lakini Petro akasema mimi sina fedha wala dhahabu lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Ndiyo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende. Amen. Tumechoka. Amen. 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 Petro akasema mimi sina fedha wala dhahabu, lakini kile nilicho nacho ndicho nikupacho. Kile nilicho nacho ndicho nikupacho. Toa kile ulicho nacho. Amen. Ulicho nacho ni nini? Hauna magari, hauna farasi, hauna nini, hauna dhahabu, lakini umelibeba jina la Yesu Kristo. Wape wengine jina la Yesu Kristo. Vilema wasimame, wagonjwa wapone, wenye shida watiwe nguvu. Mpe jina la Yesu Kristo, litatenda mambo makubwa yasiyokuwa ya kawaida. Haleluya. Kile tulicho nacho ndicho tukupacho. Amen. Ukiona wengine wanataja mafarasi na magari, wewe taja jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hiyo ndiyo faida ya Pasaka. Mwambie jirani yako, hiyo ndiyo faida ya Pasaka. Andika sasa kile kipengele namba 4. Kinasema sifa za mtu aliyeokoka. Sifa za mtu aliyeokoka. Sifa za mtu aliyeokoka. Meandika hapa mambo mawili tu ili kwamba tuende haraka. Meandika mambo mawili. Sifa ya kwanza, maisha mapya ya utakatifu. Maisha mapya ya utakatifu. Sifa za mtu aliyeokoka. Sio kuimba barabarani kwamba nimeokoka. Maisha mapya ya utakatifu. Wakorintho wa pili sura ile ya 7 na mstari wa 1. Namba 2 tumesema badiliko la wazi. Badiliko la wazi. Pale tulisoma katika Luka, lakini hapa ni Wagalatia sura ile ya 2 na mstari ule wa 20. Nisomee ile Wakorintho wa pili sura ya 7 na mstari ule wa 1 tu. Soma hapo. Waraka wa pili kwa Wakorintho sura ile ya 7 na mstari wa 1. Ndiyo. Biblia inasema basi wapenzi wangu, ndiyo, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Ndiyo. Huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Ndiyo. Rudia tena. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, ndiyo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Ndiyo. Huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Huku tukiutimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Andika tarajio la mtu aliyeokoka. Tarajio la mtu aliyeokoka. Weka namba hiyo ambayo tumefikia. Andika tarajio la mtu aliyeokoka. Tunatarajia nini kwa mtu aliyeokoka? Andika tarajio la mtu aliyeokoka. Namba 1, kukua kiroho. Namba 1, kukua kiroho. Namba 1, kukua kiroho. Namba 2, usemi wake. Jana tulipitia katika Wakorintho ile. Namba 2, usemi wake. Namba 3, kufikiri kwake. Namba 1, kukua kiroho, na namba 2, kusema kwake, na namba 3, kufikiri kwake. Namba 4, kufahamu kwake. Andika vipengele hivi. Wakorintho wa kwanza 3:1, 3:11. Wakorintho wa kwanza 13, wa pili 13, Wakorintho wa pili 13:11,
na Waebrania 5:11. Lakini kuna vipengele ambavyo nahitaji uvisome. Nianze na kitabu gani? Wa Korinto waraka. Kuna kipengele nahitaji ukisome, kiandike. Andika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Hayo mengine tutasoma kwa wakati wetu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Andika ya Ayubu sura ile ya 23 na mstari ule wa 12. Nisomee mstari huo, mengine utasoma wewe mwenyewe. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 na mstari ule wa 5, Biblia inasema, ndiyo, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, ndiyo, mmejengwa mwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Rudia tena. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Soma Ayubu 23:12. Ayubu 23:12. Ayubu 23:12, Biblia inasema, sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Ndiyo. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Rudia tena. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Ndiyo. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake kuliko riziki yangu. Amen. Amen. Mtu aliyeokoka analitunza neno la Mungu kuliko nini? Riziki. Kuliko nini? Riziki yake. Kuliko riziki yake. Lakini hapo tunafeli, si ndio? Hapo tunafaulu, tunafeli. Tunafeli. Hebu semeni ule ukweli, si tumeokoka? Na msiposema ukweli mtakuwa hamjakaa ndani ya Yesu. Je, ni kweli tunafeli? Tunatunza maneno ya Mungu kuliko riziki zetu? Hapana. Hapo tunafeli. Hapo tunafeli. Umeisha sikia. Jana nilizungumza kuna Mungu wangapi? Watatu. Mungu watatu anaitwa nani? Tumbo. Ana wafuasi wengi na leo amechomoa wengine kanisani. Na wanasema Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu akupe kuyatunza maneno yake kuliko riziki yako. Maana maneno ya Mungu ni chakula. Yesu akasema mwanadamu haishi kwa mkate tu, ila na kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Sikiliza nikuibie siri moja. Sikiliza nikuibie siri moja. Ukikaa vizuri na Mungu, ukikaa vizuri na Mungu, anaweza kusema na chochote kwa ajili ya maisha yako. Rudia tena. Nasema hivi, ukikaa vizuri na Mungu wako, anaweza kusema na chochote kwa ajili ya maisha yako. Kwani ngoja nikuulize, kunguru wanajua kupika? Kwani aliyemletea Elia mkate ni nani? Waliupikia wapi? Naomba mnisaidie, waliupikia wapi? Ukikaa vizuri na Mungu, anaweza kusema na chochote kwa ajili ya maisha yako. Amen. Sikiliza, ikanishangaza jambo lingine. Wakati Elia ana njaa, alafu Mungu anamwambia, nimemwandaa mjane akulishe wewe. Inakuja kwenye ufahamu. Anamwandaa mjane amlishe yeye. Aliyetakiwa kulisha mwingine ni nani? Elia alitakiwa amlishe yule mjane. Lakini Mungu anamwandaa mjane ili amlishe Elia.
Elia akakaa kwa mjane akachapa misosi. Sikiliza, wewe hata kama ni mjane, hata kama ni nani, wewe ukikaa vizuri na Mungu utalisha watumishi wa Mungu. Sumshangilie Bwana kwa ajili ya hilo. Kuna watu usijikatie tamaa kwamba mimi nitafanya nini, mama analia. Halafu nikawa nasoma hivi, nikaona hivi Elia kweli alikuwa na huruma kweli? Hebu niwaulizeni swali watu mliookoka. Hivi Elia kweli alikuwa na huruma? Naomba mnisaidie juu ya kujibu swali. Hivi Elia kweli alikuwa na huruma? Sikiliza, anafika kwa mama mjane, anamwambia mama, ninakuagiza hivi, niletee mkate nile. Mama analia kilio. Mtumishi wa Mungu, hali nilionayo ni ngumu sana. Wewe kina mzee Fredrick au maskofu ni hatari. Anasema nimesema lete mkate nile. Mama anasema kilichobakia ni kidogo, nile nife. Halafu yule jamaa anasema hivi, sasa pamoja na kufa kwako na wewe na mtoto wako, nasema hivi, lete mimi nile. Sasa hebu uweke jibu hapo kwenye msari. Kweli alikuwa na huruma? Wangapi wanasema alikuwa na huruma? Wamekosekana. Sasa ukishindwa kulijibu, haujahama kwenye mwili kaenda kiroho. Ukihama kwenye mwili kaenda kiroho, utalijibu kwamba alikuwa na huruma. Maana alikuwa na macho yanayoona. Sikiliza, alikuwa na macho yanayoona nje na mawazo ya yule mjane. Jina la Bwana libarikiwe. Usije ukadharau. Mtumishi wa Mungu ana maono, ana macho yanayoona nje na mawazo ulionayo. Mungu anaweza kusema na chochote kwa ajili ya maisha yako. Haijalishi unapita kwenye changamoto gani. Kwani ule moto wa nani? Ulikuwa wa Nebukadneza? Ule waliochochea mara 7. Ulikuwa wa Nebukadneza? Mungu aliuambiaje? Nyamanza kimya. Watoto wangu wanakuja hapa. Eti uliwaunguza? Kwani kilichosababisha usiwaunguze ni nini? Ulikosa ukaa? Ulikuwa umechochewa mara 7. Ila ulisema na Mungu. Mungu alisema na moto. Amen. Na Mungu anaweza kusema na moto kwa ajili ya maisha yako. Amen. Isaya ile 43 mstari wa 2 mpaka wa 4 anasema hata kama mkipita kwenye nini? Kwenye moto. Sikiliza, pale kuna pointi nimesikia na baba analisema hapa wakati kwenye nani? Amelisema neno hilo. Sikiliza, kuna pointi pale unatakiwa kuielewa. Anasema hata mkipita kwenye moto hautafanyaje? Hautawateketeza. Kuna kuteketeza na kuna kuunguza. Kakukunguza kidogo hakatakosa. Ila usishituke. Hautakuteketeza, bado taendelea kusimama na kusonga mbele. Haleluya. Amen. Mungu anaweza kusema na chochote kwa ajili ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Tuendelee. Hiyo ndio Pasaka yetu. Mwambie jirani yako, hiyo ndio Pasaka yetu. Hiyo ndio Pasaka yetu. Mambo, andika namba 6. Mambo unayotakiwa kutambua juu ya wokovu. Mambo unayotakiwa kutambua juu ya wokovu. Andika. Ni vizuri kujua uokovu ni vita wala sio amani. Ni vizuri kujua uokovu ni vita sio amani. Na hapa panabaki ni kitendawili. Uokovu ni vita sio amani. Unapotangaza, ndio maana tukasema uokovu ni kutoka mautini kwenda uzimani. Na uokovu sio amani, ni vita. Yesu anasemaje? Mathayo sura ile ya 10
mstari ule wa 34. Mathayo 10:34. Mathayo 10:34. Biblia inasema, ndiyo, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani. Sikuja kuleta amani, bali upanga. Bali upanga. Endelea. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Ndiyo. Na binti na mamaye. Ndiyo. Na mkwe mtu. Ndiyo. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Ndiyo. Ampendaye babaye au mamaye kuliko mimi hanistahili. Ndiyo. Wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Ndiyo. Wala mtu asiyemchukia, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Ataiona. Msifikiri nalikuja kuleta amani. Nalikuja kuleta nini? Upanga. Leo tunashangilia, tunarukaruka, lakini uokovu sio amani, ni vita, ni mapambano. Hivi unafikiri Yesu kuleta uokovu ulikuwa ni mchezo? Alipitia kwenye amani. Wewe unataka uokovu wa amani? Ili uokovu upatikane, alipitia kwenye mapambano makubwa. Na sisi ili tuwe na uokovu, ni sio amani, ni vita, ni mapambano. Lakini andika maneno haya. Andika maneno haya, yanasema hivi. Yanasema hivi: bali waliookoka ndio wanatakiwa kuwa na amani ili kukabili vita inayoitwa uokovu. Bali waliookoka ndio wanatakiwa kuwa na amani ili kukabili vita inayoitwa uokovu. Narudia tena. Bali waliookoka ndio wanaotakiwa kuwa na amani ili kukabili vita inayoitwa uokovu. Weke mstari wa Zaburi ya 119, mstari wa 165. Zaburi ya 119, mstari wa 165. Zaburi 119 na mstari wa 165. Ndiyo. Biblia inasema, ndiyo, Biblia inasema wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Rudia tena. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Wana amani nyingi waipendayo sheria yako, wala hawana cha. Jana tulisikia neno hapa. Unashtuka mtu, nimekwazika na viacha, na huduma nimeiacha, na kazi ya Mungu naiacha, mmenikwaza. Haujajua uokovu ni nini. Ukiujua uokovu, hakuna kitakacho kukwaza, utakuwa na amani ndani yako. Ukijua ya kwamba haya makwazo yanayokuja ni moja ya vita ninavyopambana kwa ajili ya uokovu wangu. Haleluya. Utasonga mbele. Utasonga mbele. Kwani Yesu alipitia mangapi? Alitemewa mate, alipigwa mijeledi. Sikiliza Bwana. Lakini jana nimesema unatakiwa kuombea na watu wengine, na unapokuwa omba Mungu, nipe hata wa kunisaidia kwenye vita vya wokovu wangu. Si ndio? Waombee kwamba Mungu, nipe wa kunisaidia kwenye vita vya wokovu wangu. Ngoja nikuulize swali. Hivi mnaijua safari ya Yesu Kristo kwenda Golgotha? Sasa kutana na msaada. Anaitwa nani yule jamaa? Nikumbusheni. Pastor, nikumbusheni nani?
Simoni wa Kirene, si ndio? Na Mungu akupe Simoni wa Kirene katika jina la Yesu Kristo, atakaye kusaidia kuubeba msalaba wako kwenda Golgotha ili wokovu wako ukamilike. Sikiliza, unahitaji msaada, na hiyo kazi tumepewa kila mmoja ndani ya hema la Bwana, kila mmoja ndani ya mwili wa Kristo. Tunahitaji kuwa msaada, kumsaidia mwenzako ili aweze kufikisha vita hivi vya wokovu. Lakini wakati mwingine sisi wenyewe ndio tunarudishana nyuma. Mnisamehe kama nimesema hivi. Yawezekana nikawa nimekosea, mniwe radhi, sije mkaninyima kaugali ka jioni. Lakini ni lazima niseme. Kwani waimbaji si wamesema aliyemsaliti Yesu ni nani? Si Yuda wa karibu yake waliokuwa anakula naye? Unashangaaje na wewe mwenye kukusalita kiwa yule wa karibu yako? Unashangaaje? Kwa kukusaidia kuubeba msalaba ni yule wa karibu yako, na wa kukusaidia kurudi nyuma ni yule wa karibu yako. Kwa hiyo tuna Yuda, tuna na Simoni wa Kirene. Haleluya. Wote tunatembea nao katika wokovu wetu. Sema amen. Sema amen. Wote tunatembea nao na tuwe nao ndani ya hema la Mungu ili tuweze kupambana vita vya wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa twende kumalizia. Tulikuwa tumefikiria kipengele mambo nayotakiwa. Haya, andika hiyo ni moja. Jambo la pili, andika uokovu unahitaji kulindwa. Kuna kamsemo kakiha nilikasikia kwetu kanasema hivi, salvation is a condition. Kamsemo kakiha. Una huku kapo? Is a condition. Na huko nafikiri wa hawapo wanakatumiaga haka. Wokovu na nini? Wokovu na nini? Wokovu na nini? Wokovu na nini? Andika, wewe ni lugha ya Kiha hiyo. Hiyo ni lugha ya Kiha. Andika Waebrania. Waebrania sura ya 2 na mstari wa 3. Waebrania 2 na mstari wa 3. Watatu wa 5. Watatu. Waebrania 2 na mstari wa 3. Ndiyo. Inasema Waebrania 2 mstari wa 3. Ndiyo. Sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu wa namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Amen. Amen. Sisi je, tutapataje kupona tusipoujali uokovu mkuu namna hii tuliopewa na Bwana? Amen. Kwa hiyo kuna masharti ambayo tunayo kuulinda uokovu wetu. Amen. Mwambie jirani yako ulinde uokovu wako. Mwambie jirani yako ulinde uokovu wako. Una thamani kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba niende kwenye kipengele cha mwisho. Andika maneno haya. Wajibu, kwa sababu tumesikia uokovu ni vita. Andika wajibu wa mpiganaji wa vita vya uokovu. Wajibu wa mpiganaji wa vita vya uokovu. Wajibu wa mpiganaji wa vita vya uokovu. Namba 1, kutambua adui yako. Kutambua adui yako. B, kujua silaha zake. C, kujua nguvu zake.
ili uwe mpiganaji mzuri ni lazima umjue adui yako. D, kujua mbinu zake. Malizia kwa maneno haya, yanasema ni hatari kutojua uwezo na silaha za adui yako, utapigwa kwa wepesi. Waamuzi sura ya 7, Yoshua samahani, nisamehe. Yoshua sura ya 7 mstari wa 2 hadi wa 5. Nisomee. Twende kumaliza, tumshukuru Mungu. Yoshua sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 5. Soma haraka. Inasema Yoshua sura ya 7 mstari wa 2 hadi wa 5. Ndiyo. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai. Ndiyo. Ulio karibu na Bethaven. Ndiyo. Upande wa mashariki wa Betheli. Ndiyo. Akawaambia. Akasema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaipeleleza Ai. Ndiyo. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia. Ndiyo. Wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000. 2,000-3. Ndiyo. Wakaupige Ai. Ndiyo. Usitaabishe watu wote kwa kuwaendesha huko. Maana watu hao ni wachache tu. Ndiyo. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu. Nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Ndiyo. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36. Ndiyo. Wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu. Ndiyo. Wakawapiga huko kwenye materemko, mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Amen. Rudia hapo. Mikono ni mikono. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Sikiliza mstari huu wa Yoshua sura ile ya 7 na mstari wa 2. Kwa nini nimeuweka mstari huu? Kwa sababu nimesema ni vizuri ujue mbinu za adui yako na silaha anazozitumia, la sivyo utapigwa. Yoshua akawatuma watu ili waende kuipeleleza Ai. Wale wapelelezi wakafanyaje? Walipoenda wakadharau wale watu wa Ai, hawakuweza kujiwe. Wakasema hivi, Yoshua, hamna haja ya kupeleka watu wengi, tupeleke 2,000-3,000 tu, watawapiga hawa, hawana uwezo. Wakawadharau, lakini hawakujua nguvu iliyomo ndani pole. Sikiliza, uokovu kuushinda unahitaji umoja wa wana wa Mungu. Sijui kwamba mnanielewa. Uokovu kuushinda inatakiwa tuwe na umoja. Kushinda vita vya uokovu inahitaji mshikamano, inahitaji kanisa kuwa pamoja, inahitaji kutembea kwa umoja, inahitaji kujua kwamba hapa sio pa kufanya lele mama. Tunahitaji mshikamano wa pamoja. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Usidharau adui, usidharau. Mmenielewa vizuri? Hata kwenye kwaya, hata kwenye huduma, hata kwenye maombezi, msifanye uzembe. Ni kwenye vita panahitaji mshikamano. Kila huduma inahitaji umoja. Usidharau kwamba hapa kwani tukiwa wachache si tunafanya tu, hata kama tukiwa wawili si tunafanya. Tafuta nguvu ya pamoja, tafuta nguvu ya umoja ili tuweze kushinda vita. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Hebu tumalizie basi. Ngoja nimalizie, kusema mengi sio kuyamaliza. Paulo anasemaje? Timotheo wa pili ile sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Paulo anasemaje?
Paulo anasemaje? Timotheo wa pili sura ya 4 na mstari wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8 inasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ndio. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ndio, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki, ndio, atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Amen. Amen. Hebu naweza kurudia kidogo. Soma vizuri kwa utaalamu zaidi. Maana hapa pana ushindi sio kawaida. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Kwa mfano, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unahitaji usisome kama mwandishi, kama alivyo mwandishi. Soma kama ni wewe. Umenielewa vizuri? Soma kama ni wewe. Nimepiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Nimewekewa taji ya nini? Taji ya haki. Ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Atanipa siku ile. Wala si mimi tu. Bali watu wote pia. Bali na watu wote pia. Waliopenda kufunuliwa kwake. Waliopenda kufunuliwa kwake. Amen. 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 Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Vita vilivyo vizuri. Vita vya nini? Vya wokovu. Usifikiri kwamba alienda msituni kwenda kupindua nchi. Hakwenda msituni kwenda kupindua nchi. Isipokuwa vita navyo visema ni vya nini? Ni vya wokovu. Amepambana. Anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. Mwendo nimefanyaje? Nimeumaliza. Mungu akupe kuumaliza mwendo vizuri. Mungu akupe kuumaliza mwendo katika ushindi. Anasema imani nimeilinda. Nami ninajua baada ya vita vyangu, baada ya mapambano yangu, kuna taji ambayo Mungu ameniandalia. Haleluya. Ipo taji kwa ajili ya washindi wa vita. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna jambo la furaha ambalo anasema, lakini sio mimi peke yangu. Sema sio mimi peke yangu. Usitamani kuwa peke yako. Hebu mtafute na mwingine awe mshindi. Hebu mvute na mwingine awe mshindi. Hebu msaidie na mwingine ufikishe msalaba. Haleluya. Ili kwamba siku ile tuwe washindi. Jina la Bwana libarikiwe. Iko taji kwa ajili yako. Unaweza ukasimama? Unaweza ukasimama? Tunaenda kuimba wimbo ule ninaupenda sana. Njoo. Tuna wimbo ule mzuri ninaupenda sana. Umeandikwa katika Zaburi ya 51 na mstari ule wa 17 kama sikusahau. Anasema nirejeshee furaha ya wokovu wangu. Bwana nirejeshee furaha ya wokovu wangu. Sikiliza, uokovu ni vita. Tunaelewana vizuri? Yawezekana katika mapambano ya vita kuna mahali umejeruhika, kuna mahali umekwazika, kuna mahali umesimama. Lakini leo tunataka tuombe Mungu, tuimbe, tuseme Bwana nirejeshee furaha ya wokovu wangu.